Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Imekuwa ni siku ya baraka kutoka kwenye kipindi cha kutoka madhabahuni. Leo Mungu ametupa neema tena kuweza kukutana tena na kuweza kuwa na kipindi kizuri kabisa kutoka madhabahuni leo. Basi kabla hatujaendelea sana, ningependa tuweze kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ninakutukuza Mungu wangu, ninakubariki. Wewe unastahili heshima na utukufu. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya majira haya Bwana, asante kwa ajili ya watumishi wako Bwana, umewapaka mafuta mabichi kwa ajili ya kazi yako. Asante Mungu wangu na Baba yangu kwa ajili ya mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa kipindi kizuri kabisa kutoka madhabahuni leo. Bwana Yesu, nakutukuza kwa ajili ya majira haya. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana tunapoenda kujifunza likawe ni likatufungue fahamu na kuona maeneo mbalimbali ambayo Bwana tunapaswa kuweza kuwajibika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakutukuza kwa ajili ya mtazamaji na mfuatiliaji wetu anapoenda kusikia ujumbe huu Bwana, ukageuze maisha yake, ukageuze fahamu zake, ukageuze namna ya mtazamo wake katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante pia kwa ajili ya watumishi wako. Kila mtumishi wako anaenda kuchangia pointi jioni ya leo. Bwana Yesu, hekima yako, maarifa yako ukamwongoze sawasawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu ukatusaidie kila hatua tunapoanza kipindi hichi Bwana mpaka tutakapomaliza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Karibuni sana kwa ajili ya siku nzuri, siku ya baraka kutoka madhabahuni leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaendeleaje huko mlikotoka? Familia zinaendeleaje? Amen. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuwaona, nasikia baraka kabisa kuonana na nyinyi. Umekuwa ni watu wa baraka kwa kweli, umekuwa ni baraka kwa ajili ya watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kutoka madhabahuni leo tuna ujumbe mzuri kabisa unaosema kuwajibika. Tuna ujumbe mzuri kabisa. Mungu ametupa ujumbe huu ili tuweze kusaidiana katika maeneo mbalimbali na kusudi tupate kufikia malengo fulani ambayo tunapaswa kuyafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, Mungu anapotaka kumuinua mtu mahali, huwa kuna namna fulani huyo mtu anapaswa kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu upande wa Mungu peke yake, pia kuna upande wa mtu kama mtu huweza kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaweza kusoma kitabu cha Ezekiel 22 mstari wa 30. Ezekiel 22 mstari wa 30. Biblia inasema hivi: nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa tunapoanza kipindi chetu hapa mwanzo kabisa, tunaona Mungu anatafuta mtu miongoni mwa watu wanaoweza kusimama katika uwajibikaji kwenye maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Maana yake walikuwepo watu wengi walikuwepo, na yeye anatafuta mtu anayeweza kusimama kwenye nafasi au anayeweza kuwajibika kwenye eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwenye kila eneo ambalo Mungu au kwenye kila eneo ili jambo fulani litokee au Mungu aweze kufanya kitu fulani, aweze kuwaponya watu, aweze kuwabariki watu, aweze kuwainua watu,
huwa kuna mtu anayepaswa kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema akatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza nini? Boma. Kuitengeneza boma maana yake ni kuwajibika. Tayari hili boma limebomoka. Hili boma kuna namna fulani linahitaji litengenezwe. Sasa anatafuta mtu anayeweza kufanyaje? Kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukija kuangalia nini maana ya uwajibikaji au nini maana ya kuwajibika? Nini maana ya kuwajibika? Kuwajibika ni hali ya kukubali matokeo kimatendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwajibika ni hali ya kukubali matokeo kwa namna ya matendo. Amen. Amen. Alafu matendo haya sasa yanaambatana na maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanaambatana na nini? Maamuzi. Kuwajibika ni hali ya kukubali matokeo yanayoambatana na matendo. Kukubali matokeo yanayofanyaje? Yanayoambatana na matendo. Alafu hayo matendo yanaambatana na maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa haya maamuzi yanaweza yakawa yanalenga majukumu kwenye eneo binafsi, upande wako kwanza. Pia inaweza ikalenga kwenye mfumo pia ikaenda mpaka kwenye jamii. Alafu pia ikaenda zaidi mpaka mpaka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunapounganisha na ile andiko kwenye hii Ezekieli 22 mstari wa 30, Mungu tunaona hapa yeye anatafuta mtu anayeweza kusimama. Sasa jambo hili yamkini linaweza likafanyika katika namna ya tukiwa duniani hapa, sio mbinguni, yani linafanyikia hapa duniani, lakini lina mlengo wa kiungu. Lina mlengo wa kiungu. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu anayeweza kuwajibika aidha kwenye kazi yake, na hii kazi yake inalenga jamii labda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yake labda inalenga nini? Jamii. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu anaweza akamuita mtu asimame eneo fulani kwa ajili ya jamii. Na tunapozungumzia kuwajibika tunaongelea kwenye maeneo mbalimbali. Amen. Tutagusa maeneo mbalimbali. Amen. Sasa ili hayo maeneo mbalimbali yaweze kufikiwa, ni lazima awepo mtu anayeweza kufanyaje? Kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaenda zaidi kwamba kwenye uwajibikaji inahusisha uadilifu, uwazi na utayari wa kusimamia ahadi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona moja kwa moja kwamba uwajibikaji huu unahusisha uadilifu. Mungu anaweza akakwambia kabisa, nataka ufanye jambo fulani, anatafuta huyo mtu. Sasa ili jambo liweze kusimamiwa, lazima lisimamiwe katika uadilifu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na pia katika namna ya uwazi, yani ile kuwa na moyo wa utayari. Sio kwamba Mungu amenilazimisha, au Bwana kwenye hiki kitengo nimelazimishwa, au kwenye hili eneo nimelazimishwa. Hapana, ni namna ambayo wewe mwenyewe unajitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamaanisha. Haleluya. Haleluya. Utakuja kugundua kwenye kila maeneo, ili jambo jema litokee au jambo zuri litokee, lazima pawepo watu au mtu anayeweza kuwajibika ipasavyo. Ukiona mahali fulani kuna mambo yamevurugika, vitu haviendi sawa sawa, kuna mtu alipaswa au watu walipaswa kuwajibika, hawajawajibika ipasavyo. Na hata kama kuna watu wanaweza wakaenda kabisa mpaka eneo la tukio wakafanya vitu, lakini sio kwa namna ya uadilifu, wakafanya ili mradi tu. Sasa unakuta hivyo vitu havijaenda kwa namna inavyotakiwa, havijafanyika kwa namna inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona tukija kusoma kwenye mtu wa kwanza kabisa kuwajibika, tunaona ni Mungu mwenyewe. Tukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza, sema hapo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haleluya. Sasa kabla hajaziumba, tunaona ukiendelea mistari inayofuata, anasema dunia ilikuwa ukiwa, ilikuwa tupu na vitu vilikuwa havieleweki. Sasa Mungu hakuendelea tu kusema dunia naona haieleweki, naona mambo hayako vizuri. Kuna namna Mungu aliwajibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukija kuangalia pia eneo lingine ambalo Mungu aliwajibika ni kwenye eneo la namna ya wokovu wetu, namna ya ukombozi wetu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha
Yohana sura ya 3 mstari wa 16 nasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Hakuishia tu kuupenda ulimwengu, aliwajibika katika namna ya kumtoa mwanae wa pekee. Kama Mungu angeendelea tu kusema Bwana naupenda ulimwengu, natamani wangesaidika, asingewajibika kwenye eneo la kumtoa mwanae wa pekee, mpaka leo tungelikuwa tunaendelea na mateso yale yale, tungekuwa tunaendelea na adha ile ile, tungekuwa tunaendelea na utumwa ule ule wa dhambi. Mungu atusaidie sana. Lakini kwa sababu Mungu aliwajibika kwenye eneo lake, tunaona tayari akamtoa mwanae wa pekee, akaja akafa, siku ya tatu akafufuka, na tayari akatangaza kwa habari ya ukombozi wetu. Na ndio maana unaona leo kila mtu anayemwamini anaokoka, kila mtu anayemwamini anafunguliwa, kila mtu anayemwamini maisha yake yanabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukija kuangalia sasa kwenye namna ya kuwajibika, ni maeneo mapana sana. Haleluya, haleluya. Tukija kuangalia kwenye eneo la uwajibikaji, ni maeneo mapana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kuchukua dakika nyingi sana, naamini wako watumishi wa Mungu mahali hapa, kila mtu amejipanga kwa namna yake, ataenda kuzungumzia kwenye eneo lake kwenye namna ya uwajibikaji, na ninaamini kabisa Mungu ni mwaminifu. Tutaenda kujifunza kitu na tutasaidika leo kutokea kwa kila mtumishi wa Mungu mahali hapa atakayeweza kwenda kuzungumzia kwa habari ya kuwajibika. Basi niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu Mchungaji Theodora Emmanuel. Nimkaribishe kwa sababu kipaza sauti kipo upande wake hapa. Leo tutaanza naye na yeye ataenda kuzungumzia eneo lake kwa kadiri ambavyo Roho wa Mungu amemsaidia, amemwezesha, anataka atusaidie wapi leo kwenye title yetu inayosema kuwajibika. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Mimi nitaenda kuzungumza kwenye eneo la uwajibikaji, maana tumeona kwamba uwajibikaji inahusisha uadilifu, uwazi na utayari. Yes. Mimi nitaenda kuzungumza uwajibikaji kwenye eneo la ndoa na familia. Wow. Tunapozungumza kuhusiana na ndoa, nitatangulia kwanza kuongelea ndoa, alafu nitakuja kwenye familia. Ndio. Tunapozungumzia ndoa, ndoa ni mpango wa Mungu mwenyewe. Ndio. Na pia ndoa ni msingi aliyouanzisha Mungu mwenyewe. Na pia tunaona kwamba Mungu amewajibika kuhakikisha binti na kijana wa kiume anawakutanisha kila mtu awe kuwa na mtu sahihi. Huo ni wajibu wa Mungu. Amewajibika kuhakikisha binti anampata mume sahihi na kijana anampata mke sahihi. Kwa nini Mungu amewajibika kumpa binti mume sahihi na kumpa kijana mke sahihi? Kwa sababu tunapozungumzia eneo la ndoa, Mungu anatambulika ulimwenguni kupitia ndoa. Yaani mimi nikioana na mume wangu tunamtambulisha Mungu kupitia ndoa, kwa sababu ndoa ni sura ya Mungu. Ni Mungu mwenyewe ameifanya. Na Mungu anapomuunganisha mtu mume na mtu mke, kuna kitu anatarajia kutoka kwa sababu tunaona kabisa hata mwanzo Mungu alipomuumba Adamu, aliona Adamu hawezi kutekeleza yale majukumu akiwa peke yake pale bustanini. Akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kwenda kusaidiana naye katika hilo jukumu ambalo Mungu amempa. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya ndoa, tunaona kabisa Mungu mwenyewe amewajibika kuhakikisha mke anapata mume sahihi na mume anapata mke sahihi. Ndio. Kwa hiyo kama mume anapata mke sahihi na mke anapata mume sahihi, maana yake Mungu anatarajia kupata matokeo. Tukumbuke tumezungumzia kwamba uwajibikaji ni matendo yanayohusisha matokeo. Kwa hiyo kuna matokeo ambayo Mungu anataka kuyapata kupitia hawa watu wawili. Ndio. Sasa pia tukiacha uwajibikaji wa Mungu, pia tunaona kuna uwajibikaji kati ya huyu mtu mume na huyu mtu mke. Ndio. Kwa mfano tukisoma kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 25,
Ndio. Waefeso 25. Waefeso sura ya 5. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 na kuendelea. Tunaona neno la Mungu linasema enyi wake watiini waume zenu. Ndio. Na enyi waume wapendeni wake zenu. Kwa hiyo tunaona wajibu wa kila mmoja. Mwanaume amepewa wajibu wa kumpenda mwanamke na mwanamke amepewa wajibu wa kumtii mwanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamume ameumbiwa kuwa mbeba maono. Kwa hiyo kama mwanaume ameumbiwa kuwa mbeba maono, maana yake huyu mwanamke anaambiwa atii kwa habari ya hayo maono. Maana yake anachotii, kinachomfanya atii, anatii yale maono. Na nikija kwenye upande wa familia, maana yake sana sana nitajikita kwenye malezi. Sasa tayari Mungu amempa kijana wa kiume mke na amempa binti mme. Kwa hiyo sasa tukumbuke kwamba watazaliwa watoto wa kimwili. Na Mungu, mpango wa Mungu, wale watoto wa kimwili wanapozaliwa anataka wawe baraka, wafanyike baraka kuanzia wanapokuwa watoto wadogo. Kwa hiyo maana yake ili wawe baraka, liko jukumu kwa huyu baba, uko wajibu kwa huyu baba na huyu mama kuhakikisha wanawalea wale watoto katika malezi ya kiungu, yaani kumtambulisha Mungu wa msalaba kwa wale watoto na kuwaambia mahusiano yao, kwa habari ya mahusiano yao kati yao na Mungu. Amen. Na kuwaambia ukweli kuhusu Mungu. Kwa hiyo sasa wajibu ambao hawa wazazi watawajibika kuwalea wale watoto katika maadili ya kiungu. Ndio. Kwa sababu tukiangalia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6 anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Yes. Maana yake lengo la Mungu anataka hicho kizazi cha wacha Mungu kisije kikakatika. Maana yake huyu baba na huyu mama watakavyowalea wale watoto, maana yake wale watoto watarithi kila ambacho baba na mama wamewarithisha, na wale watoto watakuja kuwarithisha watoto wao, na watoto wao watakuja kuwarithisha watoto wa watoto wao. Kwa hiyo unaweza kukuta kimeenda kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu mpaka kizazi cha 4 wakiwa wako salama kabisa, wakiwa ni wacha Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Labda tu kabla hatujatoka hapo upande wa mtumishi wa Mungu hapa, nitaunganisha na hii Mithali 19 mstari wa 14. Biblia inasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Sasa nataka nikazie kwenye pointi yako kwamba jukumu la Mungu ni kuhakikisha anampa kijana wa kiume mke mwenye busara, na pia jukumu la Mungu pia kumpa nani tena, huyu binti mume anayetoka kwa Bwana. Amen. Amen. Tuko sawa sawa? Sasa baada ya hapo ninakuja sasa kwenye pointi yako kwamba baada ya hapo tayari ya watu Mungu amefanya upande wake, sasa inabaki upande wao, namna ya kuanza kutafuta maarifa, wajibu wao kutafuta maarifa ya namna ya kujilisha wao kwa ajili pia ya uzao unaoenda kutokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo ni kweli anaweza akawa ndoa hii ni ya kiungu kabisa, watu ni Mungu mwenyewe amefanya, ila wasipowajibika upande wao namna ya kuanza kuwa na maarifa, kutafuta maarifa ya kuja kuwalea watoto katika njia inayompasa Mungu, bado hawatakuwa wamefanya kitu tena. Mungu atusaidie sana. Watakuwa na gap fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa bado Mungu tumeona wajibu wake na watu hawa wajibu wao kwenye eneo lako ambalo ulikuwa unazungumzia la ndoa na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona mama hapa amezungumzia kwa habari ya mtu anatoka kwenye eneo la ndoa alafu pia anaelekea kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mimi najifunza kitu hapa. Kabla hata huyu binti hajapewa mume sahihi au huyu kijana wa kiume hajapewa mke sahihi,
ni vizuri kuwajibika kwenye eneo la huyu kijana kujilisha kwenye eneo la kuwa baba bora. Amen. Na huyu binti kujilisha kwenye eneo la kuwa mama bora. Ni muhimu sana. Yaani usisubirie uoe ndipo uanze kujitafuta. Usisubirie uolewe ndipo uanze kufanyaje? Kujitafuta. Ni heri ujitafute mapema, uwajibike kwenye eneo lako, ujitafute mapema ukiwa binti. Haleluya. Uanze kujua, uwe na mentality kwamba wewe unaenda kuwa mama wa familia. Na wewe kijana wa kiume uwajibike kwamba unaenda kuwa baba wa familia. Hapo ndipo utakuwa ume play part yako, na Mungu naye aki play part kwenye eneo lake, mambo sasa yanakuwa ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa pointi yako nzuri sana. Eneo la uwajibikaji kwenye ndoa na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimejifunza kitu, kumbe wazazi wasipowajibika kwenye eneo lao, watoto hawatakuwa na urithi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na urithi ulio mkubwa ni maarifa. Namna ya kumtambulisha Mungu wenu kwa hao watoto. Ni Mungu yupi mnayemwabudu? Ni Mungu yupi mnayemtumikia? Kwa hiyo kama hamtamjua huyo Mungu, sidhani kama mnaweza kumtambulisha huyo Mungu ambaye hata nyinyi wenyewe hamjui. Mungu atusaidie sana. Lakini kila mtu akianza kwenye mahusiano yake na Mungu mazuri, upande wa kijana, upande wa binti, akamjua huyo Mungu, hata wanapokuja tayari wakawa mke na mume, baadaye ikawa familia, tayari namna ya kuja kurithisha watoto kuhusiana na huyo Mungu inakuwa ni jambo ambalo limekaa vizuri kabisa, na tayari hao watoto hawatakuja kupambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua, unaweza kurithisha watoto shule wakasoma huko, si wakafika mpaka chuo kikuu, kama hawatarithi Mungu uliye naye, kama hautawajibika kwa namna ya kuwarithisha Mungu, bado wakifika kule PhD haiwezi kuwasaidia. Kuna mambo hayawezi, yani kuna mahali ukifika PhD haikusaidii, unahitaji Mungu. Sasa kama huyo Mungu hawatakuwa wamemjua, hamtakuwa mmewajibika kama wazazi kuwafundisha huyo Mungu, kuna maeneo mtashangaa watoto elimu walizonazo haziwezi kuwasaidia. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kesi ambazo watakutana nazo zinahusisha masuala ya kiroho, zinamhitaji Mungu. Sasa kama wazazi watakuwa hawajawajibika kwa habari ya huyo Mungu, hawajawarithisha huyo Mungu, bado itakuwa mambo ni zero. Mungu atusaidie sana. Amen, amen, amen. Basi nafikiri tuweze kuendelea, tuende kwa mtumishi wa Mungu hapa, tuweze kuendelea kwa mtumishi wa Mungu hapa. Nikukaribishe mtumishi wa Mungu hapa, karibu. Huyu anaitwa Pastor Messi, Mchungaji Messi. Naamini analo jambo kabisa la kutushirikisha kwenye hili eneo la kuwajibika. Karibu sana Mchungaji Messi. Amen, nashukuru sana. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Somo letu leo linasema uwajibikaji au kuwajibika. Ndio. Kuwajibika kunahusisha watu wawili, mtu na Mungu. Manake mtu anawajibika kwenye kitengo alichopewa, kwenye nafasi aliyowekwa. Si kusema tu labda mimi Messi nimepewa kitengo fulani nikakaa kimya bila kuchukua hatua na kuwajibika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa leo mimi nitakwenda kuzungumzia kipengele ambacho kinasema ili uweze kupokea baraka za kiungu lazima uwajibike. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitasoma andiko la Waefeso sura ya 1 na ule mstari wa 3. Ndio. Ambao unasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Umeona hapa? Ndio. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake Kristo. Manake mtu ambaye anatakiwa kuzipokea baraka lazima awajibike katika kumwamini Yesu Kristo, ndipo aweze kuzipokea zile baraka. Yes. Huwezi kuzipokea baraka za kiungu kama hujamwamini Yesu Kristo. Kumbuka hapa anasema ndani yake Kristo. Manake mtu hawezi kupokea baraka asipokuwa ndani ya Kristo. Hawezi kupokea hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawezi kupokea hizo baraka, itakuwa kinyume na, kwa sababu hayuko ndani ya kuwajibika katika kumwamini Yesu Kristo. Nitazungumzia kitu kimoja. Mungu
anapomwangalia mtu ili aweze kumbariki, anakuta hamuoni kwenye listi ya ufamilia, kwenye listi ya kuwa familia. Unaona, kumbuka amesema ni baraka za rohoni. Sasa kama mtu hujajiconnect rohoni kwenye masuala ya kiungu, huwezi kuzipokea zile baraka. Mungu atakutazama, anakukuta hakuoni. Na hizi baraka zipo za namna nyingi. Kuna baraka za uponyaji, kuna baraka za fedha, kuna baraka za uzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu ambapo anakuangalia hakuoni, huwezi kuzipokea zile baraka. Na wewe sio mtu wa rohoni na hauko connected. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Manake watu ambao wapo connected na rohoni wanapokea vitu vya kiungu kupitia roho. Amen. Kupitia ulimwengu wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiangalia kwenye baraka ya uponyaji, tayari kwenye Zaburi, ukienda kwenye Zaburi ya 103 na ule mstari wa 3 ambao unasema akusamehe nini? Maovu yako yote na akuponya magonjwa yako yote. Kumbe ili baraka ya uponyaji iweze kukaa, lazima uwe umesamehewa. Uwe umewajibika kwenye kusamehewa na dhambi. Na kwenye kuwajibika, soka na kwamba kuna watu ambao wanakuja kukuhubiria habari za Yesu Kristo, unakaa, lazima ukubali, uchukue hatua. Manake useme mimi niko tayari kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ili niweze kuzilisi hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatolea mfano mmoja. Mimi niko hapa na baba yangu Emmanuel James Kiula. Unaona, mimi siwezi kupokea ule urithi wa baba yangu Emmanuel James Kiula kama sipo kwenye familia ya Emmanuel James Kiula. Nitaonekana ni mgeni. Hata kwenye kugawia zile baraka watasema huyu mtu ametoka wapi? Mbona sio mmoja wa familia? Lazima niwajibike. Manake ninayewajibika tayari nitajua baba yangu ana mali zipi, baba yangu ana urithi upi, baba yangu anataka kunipa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kabisa, hata wale ambao tunasema tumeokoka bado tutakuwa tuzipokee zile baraka kama tukiwa nje ya neno la Mungu ambalo linatoka kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28 na ule mstari wa 1. Anasema itakuwa utakapoisikiza. Manake tayari ukishaokoka, ili uweze kubarikiwa, inatakiwa uisikize sauti ya Bwana Mungu kwa bidii, kutenda vile Mungu anapokuambia ili uweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine mzazi anaweza akakwambia fulani, nataka ufanye hichi kitu. Usipofanya uwezi kupata kitu fulani ambacho amekuahidia mzazi. Kwa hiyo mwana wa Mungu ambao unataka kupokea baraka, usipokuwa na bidii ya kuisikiza, manake kutii maagizo ya kimungu, huwezi kubarikiwa. Huwezi kuzipokea zile baraka za kimungu. Huwezi. Na pia lazima uwe mwana wa Mungu. Kwenye mwana wa Mungu hapa tutasoma andiko la Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 12. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Manake pasipo kuliamini jina la Yesu huwezi kupokea baraka. Ukiwa mmoja wa familia ya kiungu, kuna baraka nyingi ambazo utakuwa unazifahamu. Mungu anakupa baraka nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Si baraka za kifedha tu. Nimesema kuna baraka za uponyaji, kuna baraka za uzao. Hata mtu ambaye anasema mimi tayari nitakuwa naenda tu kuombewa, ile baraka haiwezi kukaa. Manake ili uweze kuilinda, lazima ufundishwe kwenye familia ya kiungu, ili hata kuichunga ile baraka, kuitunza ile baraka, lazima ufundishwe. Uwe mwana ili uweze kuilinda ile baraka. Bwana Yesu anaweza kurithi hapo. Mtumishi wa Mungu, maana yake ni watu waliokaa kwenye namna ya uwana. Ndio. Kwa sababu tukizungumzia urithi ni jambo linalohusisha uwana. Ndio. Kwamba huwezi kumrithisha mtumwa. Ni sawa? Mtumwa hawezi kurithi. Uko sawa sawa? Mtumwa hawezi kufanyaje? Kurithi. Ndio maana hata tukiangalia, umezungumzia kitu hapo kwamba ili mtu aweze kuingia kwenye agano hili la baraka ni pale anapomwamini Yesu. Sasa Yesu, tukiangalia, Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kupitia Yesu na sisi ametuasili, yani tumefanyika watoto wa Mungu kupitia Yesu. Amen. Kwa namna ya imani,
na sisi tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Amen. Kwa hiyo tunaingia kwenye ile familia, na mtu akishaingia kwenye hiyo familia sasa ya Mungu, napo kuna namna ya kutembea kwenye maelekezo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani tu kwamba umemwamini Yesu ikaishia pale pale. Kuna namna maelekezo yapo kwenye familia. Baba wa familia anayeitwa Mungu ndo anatoa nini? Maelekezo kwa wanaye, kwamba mwanangu fanya hivi na hivi na hivi. Kadiri unapotembea kwenye utii, kadiri unapowajibika kwenye utii, ndivyo unaona siku kwa siku unatembea kwenye namna ya kurithi zile baraka. Kuna kitu kingine umeongelea kwa habari ya, kuna watu unakuta wao wanapenda zaidi maombezi. Nikawa nimejifunza kitu. Kumbe unaweza ukawa unafikiri kwamba kuombewa, maombezi sio mabaya au sio vibaya kuombea watu, lakini tunachoangalia hapa kiini sasa, ili udumu na utambulike, lazima uwajibike kwenye kumpokea Yesu, kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa nini? Ili uweze kuingia kwenye agano. Kuombewa, unaweza ukaombewa lakini bado ni mtumwa. Unaombewa lakini hujawa mwana. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo ukiombewa leo, mbingu hazijakutambua kwa sababu si jina lako halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwa haujawajibika kwenye hilo eneo la jina lako kuandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele, na ili uwe jumla mwana wa Mungu. Unajua kuna raha kubwa ya kuwa mwana. Yaani ukishakuwa mwana hauna mashaka. Amen. Hauna wasiwasi. Unajua kabisa baba yangu yuko hivi, ni tajiri kiasi gani, ana mali kiasi gani, na yeye anajua kabisa huyu ni mwanangu, naweza kumrithisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, mtu anayependa kwenda kuombewa hataki kuokoka, bado hajaingia kwenye nini? Hajawajibika kujiingiza kwenye agano la kurithi baraka. Tukumbuke baraka ni nguvu inayompata mtu, na pia hiyo nguvu maana yake inaenda kiagano, na agano ni swala la wana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitamani tu kujazia hapo na nilipata ufunuo hapo. Amen, 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 amen. Amina. Sijajua kama utakuwa umemaliza. Na pia kuna kitu kimoja baba amezungumzia hapa. Ndio. Kuna andiko ambalo linasema kitabu gani? Anasema huwezi kuwapa watoto chakula. Yes, nafikiri kwenye Mathayo pale alikuwa anaongelea, anasema usiwape chakula cha watoto mbwa. Ndio. Yesu anasema usiwape chakula cha watoto mbwa. Unaona, hii ni lugha ngumu kidogo. Ndio. Hapa napenda kumaanisha kwamba watoto wa Mungu ambaye tayari wamemwamini Yesu Kristo, hata wakizipokea zile baraka wanaweza kuzithamini na kuona uchungu wa zile baraka ambazo Mungu anawapa. Kwa wewe ambaye labda haujaokoka, utakuwa tu nataka niombewe, huwezi kuithamini ile baraka ya kiungu ambayo Mungu anakupa. Yes. Huwezi kuionea uchungu kwamba niitunze hii baraka ambayo Mungu amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa najifunza kitu, mtumishi wa Mungu. Unajua, umeongea kitu kipo vizuri sana, kina nguvu sana. Iko hivi, mtu asiyeweza kuthamini eneo la wokovu, ni ngumu sana kuthamini hata kile atakachopewa. Amen. Ili uweze jambo la kwanza kabisa hapa ni kuthamini kwanza kile Yesu alifanya msalabani. Ndio. Amen. Kile kilichofanyika wapi? Msalabani. Yaani ni ufunuo unaupata, unaelewa kwamba ile kazi ya msalaba ni ya thamani mno. Kwa hiyo lazima nichukue wajibu wa kumwamini Yesu, kuokoka, ili hata na vile nitakavyokuwa napewa niweze kufanyaje? Kuvithamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza ukashangaa mtu amekuja leo hajampokea Yesu, unamuombea leo, akipata uponyaji yani hawezi kujali tena masuala ya kumfuata Yesu. Hawezi tena hawezi kuthamini masuala ya kumpokea Yesu. Yeye anaona kwamba uponyaji wa mwili ndio kitu cha thamani. Kumbe okovu ni jambo la kwanza. Kuwajibika kwenye kuokoka ni jambo la muhimu sana, la thamani sana. Kule kuokoka ndiko kunako kufanya uweze kutunza ile neema ya Mungu, kwa sababu si uko ndani ya Yesu. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa yeye. Maana yake mtu anayemkubali Yesu tayari amekubali kuingia kwenye namna sasa ya lile agano. Amewajibika kwenye kuingia kwenye lile agano, na utaona namna ambavyo huyu mtu anathamini wokovu kuliko
vitu vyovyote vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen, amen. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Amina. Basi nafikiri tuweze kusogea hapa. Tunaye mtumishi wa Mungu hapa, Pastor Rosemary. Naamini kabisa ana kitu kizuri cha kusema na sisi, pia kuweza kusema na mfuatiliaji wetu wa kipindi kutoka madhabahuni leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Rosemary, karibu sana. Amina baba, asante sana. Amen. Kwenye kipindi chetu Mtu Kiko Mezani, amen. Kuwajibika. Unaweza kaongea tu kwa sauti kubwa kabisa. Kuwajibika tunaona kwamba ni pande mbili kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo mimi nitakuja kugusia sana kwa watu ambao tayari walikuwa naomba labda wapewe biashara au kazi, na wakisha wanasema, yani maana yake wanaweka agano kwamba Mungu ukinisaidia nikapata kazi ya aina fulani, nitakupa kiasi fulani kama 1,000,000 au 500,000. Nitakuwa nakutolea muda fulani, nitakuwa nakutolea. Na ikishafika akapata hiyo hela, ndio inakuwa anakuwa na uchungu kuitoa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Mungu amewajibika kwenye kazi yako, lakini wewe kwenye kutoa unakuwa ni ngumu kwenye kutoa. Ni mfano kwanza, mimi kuna kipindi nilikuwa na kazi fulani, nikamwomba Mungu nisaidie kwenye kazi hii, nikipata hela kiasi fulani nitakutolea. Mungu ndio akanisaidia, akawa mwaminifu, akanipa hizo pesa hizo. Biashara ikaenda vizuri, akanipa hizo pesa, lakini kwenye swala la kutoa ilikuwa mbinde. Mara ndani kuna kama vile mvurugano. Hiki kuna kitu kinasema hiki, kuna kitu kinasema hiki. Mara toa, mara usitoe. Kwa hiyo ilikuwa ni mvurugano. Vita. Yes, kunakuwa na vita. Kwa hiyo tutasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, anasema, yes, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama vile leo. Kwa hiyo tunaona kabisa Mungu ndiye anayekusaidia, ndiye anayekupa nguvu za kufanyeje, kupata huo utajiri, kupata hiyo kazi. Kwa hiyo upaswi kuwa mgumu kwenye kutoa kila ambacho umeahidiana na Mungu. Maana unapomwambia Mungu kwamba ukinipa kazi nikapata kiasi fulani, tayari umeweka agano na Mungu. Kwa hiyo upaswi kuwa mgumu kutoa. Na pia kuna wengine wamejiweka wakishaokoka, wakishampokea Mungu, wakishampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, wanamwambia Mungu kwamba nikishaokoka tayari yote yamekwisha. Ndo unaweza kumwambia, yani unaweza kumuuliza au ukawa unamuuliza kwamba wewe umempokea Yesu Kristo, anasema ndio. Hawajibiki kwenye maombi, hawajibiki kwenye neno, hawajibiki hata kwenye kufunga. Anasema yote yamekwisha. Kwa kupigwa kwake Yesu yote yamekwisha. Kwa hawajibiki kwenye kitu chochote. Kwa hiyo ukitaka Mungu awajibike kwenye maisha yako, ni lazima na wewe uwajibike, ufunge. Tunaona Yesu Kristo aliwajibika. Ndio tunaona kabisa Yesu Kristo alikuwa Mungu 100% na pia alikuwa mwanadamu 100%. Kwa hiyo unapaswa kuwajibika kwenye kazi ya Mungu, unapaswa kuwajibika hata kwenye maisha yako yote. Amen. Kwa kile ambacho Mungu amekusaidia. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu hapa amezungumzia kitu kipo, nitaongezea hiyo point hapo, kina nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameongelea kwa habari ya mtu anayempokea Yesu alafu anahisi kwamba kila kitu kimeishia pale. Kumbe baada ya hapo kuna wajibu wa mtu kuanza kumtafuta Mungu sasa, kwa maana ya kuzijua njia zake, kumjua zaidi. Amen. Sasa kwenye kutafuta kumjua Mungu zaidi kuna kanuni mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nyanja mbalimbali. Unakuta labda kuna kuwajibika kusoma neno la Mungu kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Kuna kuwajibika kwenye maombi, kujumuika pamoja na wenzako. Unakuta bado hujajua kuomba, lazima uende ukutanike na wenzako wanaojua, ili nao wakufundishe. Biblia inasema chuma unoa nini?
unawachuma. Kwa hiyo hauwezi kusema tu umeokoka alafu ukaishia pale ukafikiri utakuwa kiroho tu kwa bahati fulani, kwamba itatokea tu umekuwa kiroho. Hapana, ni mpaka pale utakapowajibika wewe mwenyewe sasa kuanza kutafuta maarifa, kuanza kukaa na watu ambao tayari unaona kabisa kiroho wameimarika, ndipo na wewe uweze kwenda hatua fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nitazungumzia pia, nitaongezea hapo, kuna watu wengine walipomwomba Mungu, ulizungumzia point kwamba Mungu aliwapa kazi. Yes. Wamepewa kazi kabisa, lakini huyu mtu nakuta kule ofisini kwake, yamkini kuna mtu mwingine ameajiriwa, hawajibiki ipasavyo, anafanya tu vitu ili mradi, alafu anataka Mungu amuinue, anataka Mungu ambariki zaidi ya pale. Mungu asaidie sana. Unakuta labda bosi wake anamwagiza afanye hivi na hivi, yeye hawajibiki ipasavyo, alafu mtu anataka awe na kibali. Sasa hauwajibiki, utakuwaje na kibali? Hauwajibiki, unashangaa labda amefanya labda miezi kadhaa au mwaka, kwa sababu ya kutokuwajibika. Unajua mtu asiyewajibika ni kama mtu anayekinaisha. Ameachiwa labda afanye kipengele fulani, kazi fulani, bado iko vile vile. Mungu asaidie sana. Amen. Sasa usipoweza kuwajibika kwenye eneo lako, utaanza kulaumu bure kwamba maana mimi hawanipendi, maana mimi sisi wananionaje. Ni namna unavyowajibika. Unajua mtu anayewajibika automatically anakuwa na kibali, anaaminika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayewajibika anaaminika. Unaweza shangaa mtu ameachiwa hata kitu cha thamani pale kwa sababu ya namna anavyowajibika. Na kama tulivyosema kwamba mtu anayewajibika, kwenye kuwajibika kuna kitu kinaitwa uadilifu. Yaani umeachiwa kazi fulani pale, namna unavyowajibika, unawajibika kwa unafanya hiyo kazi kwa weledi, unafanya hiyo kazi kwa uaminifu, ndivyo ambavyo unaaminiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Okay, tusonge kidogo hapa kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Christina. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Naamini na yeye ana eneo lake zuri kabisa la kutusaidia sisi hapa tuliopo, pamoja na mfuatiliaji wetu na mtazamaji wetu wa kipindi kutoka madhabahuni leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya nafasi hii ulionipa. Ndio. Tunapozungumzia kuhusu, unaweza ukaongeza tu sauti yako. Tunapozungumzia kuhusu kuwajibika, kuwajibika tumezungumzia maeneo mbalimbali, tumesikia watumishi wa Mungu. Mimi eneo ambalo nitazungumzia kwenye kuwajibika, ndio yamkini yuko mtumishi wa Mungu alimuomba Mungu kwamba mwaka huu Mungu, naomba uniongezee labda washirika 1000, labda alikuwa na washirika 500. Unaweza kaongeza sauti tena, labda yani kwamba mwaka huu ulipoingia, yuko mtumishi wa Mungu, mwimbaji, mwinjilisti, mchungaji ambaye ana ombi lake kwamba Mungu, mwaka huu ukiniongezea washirika 1000, labda huyu mchungaji alikuwa na washirika 500. Sasa ni kweli anataka huyu mtu au huyu mtumishi wa Mungu kuongezewa washirika. Mungu ni mwaminifu kabisa, atamuongezea. Ila je, upande wa huyu mchungaji, wa huyu mwinjilisti, amejipangaje kuwalisha wale watu? Manake ni lazima na yeye awe na wajibu wa kuwajibika upande wa kutafuta maarifa ili aweze kuwalisha wale washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukisoma kwenye Luka 12 mstari wa 48 anasema, Luka 12 mstari wa 48 anasema, na yule asiyejua naye amefanya yasiyostahili, yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Huyu anasema kwamba huyu mtu alikuwa hajui, lakini akastahili mapigo, lakini atapigwa kidogo kwa sababu alikuwa hajui. Hata huyu ambaye hajui naye anapigwa. Ila mapigo yake ni kidogo. Mapigo yake ni kidogo. Ambaye alikuwa hajui naye anapigwa. Anasema, na kila aliyepewa vingi kwake, huyo vitatakwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Kwenye eneo hili Mungu naye anatazama ni namna gani wewe unawajibika kwenye eneo lako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi wengi wanatamani kutumiwa kwenye ishara na miujiza. Je,
mimi nimejipangaje kwenye hilo eneo, kwenye ishara na miujiza, kulipa gharama? Bwana Yesu asifiwe sana. Manake wajibu wangu mimi ni kulipa gharama ili niweze kupokea ishara na miujiza, matendo makuu yaweze kutendeka. Tunaona Paulo alilipa gharama kwenye maeneo mbalimbali, anasema katika kufunga, katika dhiki, katika mikesha alilipa gharama ili aweze kupokea neema fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwajibika kwenye eneo lake. Eza wewe ni mwalimu, nataka ulifunue neno sana, namna gani unakaa chini kulipa gharama, kuwajibika kwenye eneo lako. Lakini mtumishi, mimi nina swali. Ndio. Mimi nina swali upande wako. Kuna mtu anaweza akasema kwamba maana hii ni neema, nataka tena tulipe gharama gani? Si tumepata kwa neema. Hapo unatusaidiaje mtumishi wa Mungu? Amen baba. Ni kweli kabisa, ni neema. Lakini swala la kupata kitu ni lazima mtu atake mwenyewe. Sawa. Yaani ule namna sasa anasema siri za Bwana ziko kwao wamchao. Naye atawajulisha nini? Agano lake. Siri za Bwana ziko kwao wamchao. Maana yake namna unavyotenga muda kutaka kwako, ndio namna unavyotamani. Unajua mtu yoyote huwezi kusema naye chochote kama hana muda na wewe. Yaani huwezi kumwonyesha siri fulani kama hana muda na wewe. Kwa hiyo ili hivi vitu sasa uweze kupokea ni namna ya uthamani wako. Namna unavyoenda mbele za Bwana, unathaminije muda wako mbele za Mungu. Ili tamani tu hapo kuna mtu anaweza akawa anakanganyika, maana watu wanasema ni neema, alafu tunasema kulipa gharama gani tena? Amen. Hapo baba, pia naweza nikatolea mfano mmoja. Tunaona Yesu, ni kweli swala la msalaba ni neema. Lakini hapo anakuja kusema atakaye nifuata ajitwike msalaba kila siku. Msalaba wake sio msalaba wa Yesu. Yaani msalaba wake ubeba wake akamaliza. Umebakiwa nao wewe wako sasa. Ujitwike msalaba. Manake ni lazima wewe uwaze kuwajibika. Kweli wokovu ni neema, kweli swala la msalaba ni neema, ila namna gani wewe unakubali kujitwika, kujikana nafsi yako na kuanza kumfuata Yesu. Kwa hiyo ni jambo linalohusisha kuchukua hatua. Ndio. Haibaki tu upande wa Yesu kwamba yeye alimaliza. Inabidi na wewe sasa uchukue hatua. Yaani ujiingize wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, Mungu hawezi kuingilia kesi za watu wasiotaka kujiingiza kwake, wasiomtaka yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Pastor Christina, amezungumza pointi nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiukweli tunapozungumzia kwa habari ya uwajibikaji, utakuja kuona kwenye maeneo mbalimbali. Mfano unakuta labda serikalini, unakuta labda kwenye jamii, unakuta labda kwenye maeneo mbalimbali, kifamilia, kama tulivyotoka kuongea. Ikitokea mtu mmoja hajawajibika kwenye eneo lake, unaona kuna gap fulani. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwajibika kwenye eneo lake ili vitu viweze kukaa sawa sawa. Ikiwa wewe ni mfanyakazi, ikiwa wewe ni kiongozi wa serikalini, wewe ni kiongozi wa dini, wewe ni kiongozi labda kwenye maeneo mbalimbali, unapaswa kuwajibika kwenye eneo lako ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wana wa Mungu, wewe unayetufuatilia na wewe ni mtazamaji wetu, umekuwa ni mdau wetu, mfuatiliaji wetu wa hiki kipindi kutoka madhabahuni leo. Mungu ametupa hili neno leo tuweze kusaidiana na kujengana. Mwisho wa siku kila mtu aweze kufanikiwa kwenye eneo lake kama atawajibika sawa sawa. Basi usisite kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kwa jina la Emmanuel James Kiula, na YouTube kwa jina la Pastor Emmanuel J Kiula, TikTok Pastor Emmanuel J Kiula, Instagram Pastor Emmanuel J Kiula. Pia hapo kwenye skrini yetu kuna namba zetu, unaweza ukatupigia kwa maelekezo zaidi, na pia tuko tayari kukulea kama mtoto wetu wa kiroho, na utamuona Mungu na utaweza kwenda hatua fulani ya baraka kabisa, na utajitambua ya kwamba Mungu amekupa nini. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana wana wa Mungu. Niwatakie baraka nyingi na Mungu awafadhili. Na kama bado hujampa Yesu maisha yako, ni wakati mzuri kabisa wa kumpa Yesu maisha yako. Utatupigia kwa namba hizo hapo kwenye skrini, tutakuongoza sala ya toba na Mungu atakuokoa na Mungu ataanza kukuinua na kukubariki kuanzia hapo utakapokuwa tayari umempa maisha yako. Haleluya. Mungu akubariki sana. Nikutakie baraka nyingi. Amen.